sisitizo la Kristo halijawahi kutambua mipaka, halijawahi kuinama kwa lugha, halijawahi kuwekwa tu kwa ajili ya faraja. Kuanzia Yerusalemu hadi miisho ya dunia, wito bado unasikika, na leo wito huo unajibiwa kupitia kanisa lililoazimia kumwona Kristo akitukuzwa katika kila taifa. Bwana asifiwe. Wiki njema ya misheni kwani nyote kutoka popote mnapotazama kutoka kote ulimwenguni. Hii ni wiki ya misheni ya Makion. Tumekuja kwenu mwaka huu tena kutoa wajibikaji wa wiki ya misheni ya mwaka jana, na pia kuombea na kuomba kibali cha Mungu kwa ajili, na pia kuasihi na kuatia moyo kufanya vyema katika wiki ya misheni ya Makion ya mwaka huu. Haleluya. Bwana amekuwa mwema kwa the Church of Pentecost. Kazi ya ufalme na biashara ya misheni imejitahidi na inaendelea kwa kasi na kwa mipaka. Kwa kanisa la The Church of Pentecost, umisheni si idara, sio msisitizo wa msimu, ni vile tulivyo. Kwa The Church of Pentecost, kuhusu umisheni hakuna mipaka. Tunaenda popote pale ambapo kuna wanadamu, na tunabeba chapa yetu, tunabeba jina la Bwana Yesu Kristo kama Mwokozi wa ulimwengu. Wiki ya misheni ya mwaka huu ina ujumbe sawa na ujumbe wa kanisa, yaani kanisa lililoachiliwa kubadilisha jamii kupitia Injili na nguvu ya Roho Mtakatifu. Injili ya Yesu Kristo ndiyo yenye uwezo wa kuokoa. Injili ya Yesu Kristo ndiyo yenye uwezo wa kubadilisha mioyo na fikra. Popote itakapofika injili hii ya Yesu Kristo, watu huokolewa na watu hubarikiwa. Na ndiyo maana tunapaswa kuipeleka injili hii kwa ulimwengu wote. Hatutaki kuwepo kwenye mataifa tu. Tunataka kumiliki mataifa. Tunataka kushawishi nchi kwa kanuni na maadili ya ufalme wa Mungu. Maono yako wazi ya kubeba maadili ya ufalme katika nyumba, taasisi, jamii na mataifa. Kwa miaka mingi Bwana amekuwa mwema kwetu. Tunavunja misingi mipya, tunasukuma mipaka mbali. Tunaenda kwenye mataifa ambayo watu wengine hawataenda na mataifa mengine hayataenda. Kwa kweli mataifa ambayo kuna hofu kubwa, watu wanaogopa hata kuthubutu na injili ya Yesu Kristo. Kwa neema ya Mungu ametuongoza katika baadhi ya mataifa haya, na sasa tuna makanisa katika maeneo haya, na ni kwa sababu ya kile Mungu anachofanya kanisani, na ni kwa sababu ya usaidizi wa washirika wetu ambao wametuwezesha. Mwaka jana kanisa lilitoa kwa ukarimu kwa ajili ya misheni. Rasilimali hizo hazikubaki kwenye akaunti, ziliwekwa kwenye utendaji. Hakika Mungu ametusaidia na tumefika mbali sana. Tunaweza kusema kwa utukufu wa Mungu kwamba mataifa 21 mapya yaliongezwa kwenye orodha ya mataifa ambayo kanisa la Pentecoste linawepo ndani yake. Kwa sasa tupo katika mataifa 211. Ukitaka kuangalia ramani ya dunia, unaweza kuona kwamba kanisa la Pentecoste sasa limeenea karibu dunia nzima, kwa mataifa ambayo hadi sasa ingekuwa vigumu sana kwetu kuingia. Afrika nzima, The Church of Pentecoste limeenea kila taifa. Ukienda Amerika Kusini, imebaki na Uruguay na Paraguay pekee ambazo The Church of Pentecoste halijaingia. Ukienda Amerika Kaskazini, karibu bara zima limefikiwa na The Church of Pentecoste. Hata Greenland imefikiwa. Ukienda Ulaya, unaweza kuona kweli kwamba kumekuwa na mafanikio makubwa na The Church of Pentecoste kwa karibu bara zima. Ukija Asia, tumebakiza mataifa machache ambayo bado hatujaingia, na kisha labda Korea Kaskazini na mengineyo. Na ukija Australia, kisha Oceania, kuna visiwa vichache kama Micronesia na visiwa vya Marshall na Kiribati ambavyo tunataka kuingia mwaka wa 2026. Ukija maeneo mengine mashariki ya mbali, karibu mataifa yote, watu wa Urusi wamefunikwa kote Urusi na kisha mengineyo. Sifa zote kwa Mungu wetu aliye juu sana.
na tunataka kutoa utukufu kwa maisha yenu pia, kwani mmekuwa msaada mkubwa kwa biashara hii na ufalme kwa ujumla. Kila shilingi iliyotolewa ilikuwa alama katika udongo mpya miongoni mwa kichocheo kikubwa zaidi cha upanuzi wa kimataifa ni Pensa International. Tunaweza kusema kwamba hii agenda kama sehemu ya maono ya 2023 na maono ya 2028 imesaidia sana biashara, kwamba vyuo vikuu vya kiwango cha kimataifa, tunazungumzia chuo kikuu cha Johns Hopkins nchini Marekani, chuo kikuu cha Virginia nchini Marekani, chuo kikuu cha Manchester, chuo kikuu cha Glasgow, kisha Leeds na chuo cha King's huko London. Hivi ni vyuo vya kiwango cha kimataifa miongoni mwa vingine. Vyuo vilienea kote ulimwenguni, ambapo kupitia Pensa International ajenda yetu ya kitaasisi imechukua umbo. Haiko Ghana pekee, haiko tu kwenye kumbi za ushirika, harakati za wanafunzi na wataalamu vijana wanaobadilisha maeneo. Hivi majuzi tulitoka kwa ushirikiano na ndugu na dada zetu wa Uingereza kwenda kisiwa cha Man na Gilbert. Katika sehemu hizi zote ambazo tunaenda kwa lengo la kuanzisha kanisa la The Church of Pentecost kupitia mpango wa mission wenye mafanikio makubwa. Katika maeneo ambayo hapo awali yalichukuliwa kuwa sugu kiroho, Injili inakuwa. Eneo la Balkan linasimulia hadithi tulivu lakini yenye nguvu. Tunazungumzia mataifa kama Bulgaria, Slovenia, Romania, Montenegro, Bosnia na Herzegovina na Makedonia na Kosovo. Na kwa utukufu wa Mungu tunaweza kusema kwamba tumepata maendeleo makubwa katika maeneo haya, na wengi wanapata maarifa ya kuokoa ya Bwana wetu Yesu Kristo, na wengi wanajiunga na ajenda ya kuandaliwa na kuachiliwa ambayo ilianza tangu 2018 hadi wakati huu. Tunasema hivi kwa utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Salamu na baraka kutoka Sofia, Bulgaria, eneo la Balkani, Ulaya Mashariki. Mnamo mwaka 2024 Oktoba, uamuzi wa kimkakati ulifanywa na mkurugenzi wa umisheni wa kanisa la The Church of Pentecost, Mtume Emmanuel Bokoe, kuja kutimiza ajenda ya kumiliki hapa katika sehemu hii ya dunia, katika eneo la Balkani. Ajenda ya kumiliki haibebwi na mtu mwingine yeyote ila Mtume Dr. Eric Nyamiche, mwenyekiti wa kanisa la The Church of Pentecost. Huu haukuwa uamuzi wa kiutawala tu. Ninaamini huu ni wakati wa Kairos, si tu kwa kanisa la The Church of Pentecost, bali pia kwa eneo letu hapa, ambapo Bwana anataka hatimaye kufanya mabadiliko katika sehemu hii ya dunia na kukuza injili ya ufalme na injili ya wokovu hapa katika nchi zetu. Wazo lilikuwa kuajili wenyeji, kuwashirikisha watu wa eneo hilo wanaozungumza lugha hiyo na wanaojua utamaduni huo, na kujaribu kuona kama tutaweza kutimiza maono makubwa na kutimiza ajenda ya kumiliki na watu wa asili wa eneo hilo. Baadhi ya watu walidhani kama hili linawezekana au la, lakini wapendwa, ninafurahi sana kusema kwamba kuanzia Bulgaria mnamo Oktoba mwaka 2024 hadi sasa Novemba 2025 tumeona nchi kadhaa zikifunguliwa na dhana ya kanisa la jiji. Tunaona Makedonia ilifunguliwa na kiongozi wa asili akipeleka maono huko. Pia tunaona Montenegro, Croatia, Slovenia tayari zikianzisha kazi, ubatizo wa maji na roho mpya zikiongezwa kwenye ufalme. Hivi majuzi tuliingia Kosovo na pia Moldova, vijana wakibeba maono ya kubadilisha jamii kupitia injili na nguvu ya Roho Mtakatifu. I sing for all that you've done for me. Katika sehemu mbalimbali za Afrika ambapo ufikiaji ni mdogo na hali ni ngumu,
kanisa halijajiondoa, limeendelea kumiliki mataifa, hakupuuzi ardhi yetu wenyewe. Sio nje ya Ghana pekee ambapo shirika hili linasaidia juhudi na shughuli za kimishonari. Nchini Ghana pia kwa sasa kuna maeneo 14 ya misheni za ndani ambapo ruzuku hutolewa mara kwa mara na kwa wakati mmoja ili kusaidia kampuni katika maeneo haya pia. Tunaweza kuzungumzia maeneo 5 kaskazini mwa Ghana, tambarare za Afran, Kartekrach na kisha katika maeneo mengine pia yenye jumla ya maeneo 14. Na ruzuku zimetolewa karibia zote kabisa ili kusaidia ujenzi wa majengo ya makanisa, ujenzi wa nyumba za kanisa, ununuzi wa mali na mengineyo. Yote ili kusaidia upandaji makanisa na uinjilisti katika maeneo yote haya. Huko Saraga na kote kaskazini mwa Ghana, misheni zilikuwa za kiroho na kijamii. Wilaya Makongo katika eneo la Saraga, Manispaa ya Ngoja Mashariki katika mkoa wa Savana. Wilaya Makongo kwa sasa ina makanisa 22 ya ndani na makanisa 21 kati ya 22 yako kando ya Ziwa Volta, ambayo ina maana kwamba ufikiaji wa makanisa ya ndani na jamii zingine zote kando ya Ziwa Volta unawezekana tu kwa kusafiri kwenye ziwa. Kwa hiyo kupitia msaada kutoka ofisi ya mission, ruzuku iliyopokelewa na wilaya kwa ajili ya ujenzi wa boti hii unayoiona hapa. Boti imekuwa muhimu sana na yenye manufaa kwa wilaya. Pale ambapo hapo awali palikuwa na kizuizi, sasa kuna mwanga. Upanuzi huongeza uwajibikaji. Milango iliyo wazi inahitaji usaidizi endelevu. Kuna mengi ya kufanywa. Pale ambapo tumefika tunahitaji kuimarisha mafanikio ambayo tumepata tayari. Na kwa hivyo kuna kazi nyingi ya kufanywa. Na hatuhitaji kupumzika tu kwa sababu ya mafanikio tulionayo yaliyowekwa hadi sasa. Lakini tunapaswa kusukuma hadi tutakapomiliki mataifa yote ya dunia. Kuna ardhi zaidi ya kufunika, kuna maeneo mengi ya kwenda, kuna mageto zaidi ya kuingia, kuna mifereji zaidi ya kuteremka, kuna taasisi zaidi za kwenda, kuna maeneo mengi zaidi ambapo injili haiwezi kufikiwa. Kumbuka, ajenda ya kuachilia ni kulenga kila nyanja ya ulimwengu wetu. Tunataka kuona kwamba uwepo wetu katika mataifa unakuwa unapanuka na una ushawishi katika nchi yao. Bado tutaingia katika mataifa, lakini pale ambapo uwepo wetu upo, tunataka uwe na matokeo makubwa sana. Misheni husonga kwa kasi ya ukarimu. Maombi hufungua milango na utoaji huiweka wazi. Injili lazima ipelekwe, lakini tunahitaji pesa. Tunahitaji rasilimali ili kuweza kuipeleka injili. Tumekuwa tukifanya vizuri kama kanisa, lakini bado tunaweza kufanya vizuri zaidi kadri Bwana anavyotuwezesha katika mahitaji yetu. Bado tunapaswa kuhamia katika mataifa mengine, na ambapo pia tuna uwepo, tunahitaji kutafuta nyumba za kanisa kwa ajili ya wachungaji, tunahitaji kutuma wamishonari katika maeneo haya, tunahitaji kuwapatia magari, usafiri wao na mengineyo. Yote yanahitaji pesa. Biashara ya misheni inahitaji pesa. Kwa hivyo tunataka kuwatia moyo kutoa na kutoa kwa ukarimu. Tunakuomba na kukuhimiza kufanya zaidi ya yale uliyofanya mwaka jana. Kutoa zaidi, kuomba zaidi, kupenda zaidi. Jua hatujapoteza pesa zako hata kidogo. Sisi huja kwako kila wakati na habari njema zaidi. Hivyo endelea kutoa. Mataifa yanaitikia, vijana wanainuka, jamii zinabadilika. Na kupitia maombi yenu, utoaji wenu, utii wenu, kanisa laendelea mbele. Hivyo toa zaidi ili tuweze pia kupanua mipaka yetu kuhusu kazi ya umisheni. Najua mtatoa. Bwana awabariki. Bwana aipanue mipaka yenu. Bwana akidhi mahitaji yenu yote. Akufanyeni kufanikiwa katika kila juhudi zenu ili muweze kutoa kwa kanisa la The Church of Pentecost, kutoa kwa ufalme wa Mungu na kutoa kwa biashara ya umisheni
Bwana Mungu wa kanisa la The Church of Pentecost awabariki sana. The power of the Spirit, the church is marching